Union. Hivi sababu ya Simba kuhama uwanja wa Meja Jenerali msimu uliopita ilikuwa ni hali ya mazingira yalivyokuwa, sababu kipindi kile mvua ilikuwa inapiga kidogo. Akaamua kuondoka, lakini ameamua kurudisha makazi pale Meja Jenerali Samuyo. Wapo mzigoni dhidi ya Coastal Union. By the way, kwenye ule uwanja Simba hawana matokeo mabaya. Toka waanze kuutumia ule uwanja hawana matokeo mabaya kivile. Wakipata matokeo, lakini tugusie ushindani ambao wanaenda kukutana kutoka kwa Coastal Union. By the way, ukiangalia levels, Simba na Coastal ni timu mbili tofauti kimzania, lakini ushindani unatokana na hizi timu kubwa na timu ndogo zinapokutana. Timu ndogo inataka kuonyesha kitu, ndio pale tunapata mchezo mzuri na uliochangamka. Kwenye kuonyesha kitu nafikiri pia inategemeana na wewe una nini. Kwa sababu ukisema kuonyesha kitu, kuna mwingine atakuja kwa ajili ya kupishana na wewe bila target. Sahi. Kwa mfano tukisema labda Coastal Union leo ajilipue apishane na Simba, inawezekana akawa anajiweka kwenye mazingira kazi anaweza akawa nayo. Asilimia kubwa ya Simba kwa sasa wana ubora kuanzia eneo la kiungo kusogea mbele. Ukiachana na yale matatizo ambayo yamewakuta kwa sasa labda ya kadi na nini, lakini bado Simba wapo imara. Haitoi ubora wao walionalia jana kwamba moja ya maeneo imara zaidi kwa Simba ni maeneo ya pembeni. Kwa mafullback pamoja na mawinga wao. Ngumu sana kuwazuia. Lebasege pamoja na Anset wanacheza pembeni. Hapo sijazungumzia pande zingine wanaocheza kina Chama, kina Nane, kina Eli Mpanzu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye issue ya timu ndogo kupambana na timu kubwa inahitaji akili zaidi na fikra. Kwa maana ya kwamba hayo mambo yanatakiwa yaanzie kwenye benchi la ufundi. Kwa mwalimu mwenyewe afikirie kwanza kuelekea mchezo, mimi natakiwa kufanya nini. Hapo ni yeye kama yeye sasa na benchi lake la ufundi, kama ni kocha msaidizi, sijui makocha wa viungo wa magolikipa na nini. Hayo maswala hanayotakiwa yajulikane kwenye benchi la ufundi. Baada ya hapo ndo tunakuja sasa, baada ya kufikiria kwamba kwa mfano yani tunaweza tukahusisha na ile mwalimu akienda kufundisha asubuhi, lazima yeye atapitia kwamba leo nafundisha kitu fulani na kwa lengo fulani. Takiwa nianzie hapa niishie hapa. Baada ya hapo labda nitoe swali au nisitoe swali, nisubiri nielekeze zaidi. Lakini wakati huo huo ukiwa unalenga kwamba hapo mbele kuna mtihani, kutokana na hii njia niliyotumia kukufundisha utaweza kulijua kulijibu swali. Nafikiri hivyo ni vitu ambavyo pia vinaweza vikawa vinatumika lengo wa namna hiyo, kwamba kocha wa Coastal Fikiri Elias amecheza mechi 3. Ni timu pekee ambayo haijaokota hata alama moja kwenye timu zote. Yani tafsiri nyepesi, kadondosha alama 9. Kwenye alama 9 bado ratiba yake naiona kama ni ngumu, njia yake yani bado haijatengamaa. Sasa hapo kwenye hizo alama 9 alizopoteza ana hofu, kama nimeweza kupoteza mbele ya timu za kawaida ambazo tunaweza kubato, nitawezaje kumzuia Simba? Kwa hiyo unakuta sasa ni kama overdose ya fikra kwa kocha, lakini pia kwa wachezaji, kwa sababu hapo pia kuna baadhi ya nyota watakosa kama Geoffrey Manyasi, ngoni mwa mchezaji muhimu sana kwenye kikosi. Lakini ukiangalia katika hayo yote ambayo nayazungumzia ni kwamba Coastal Union inawahitaji kutulia zaidi na kuheshimu mchezo ndani na nje, kwa sababu ukiteleza kidogo tu unaleta pressure ambayo hiyo pressure inaweza ikakugharimu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu timu nyingi pia tumeziona. Kwa hiyo kwa namna hiyo naona bado uwezo ukashindwa kusema kwamba Simba ni favorite kwenye mchezo wa leo, na ana asilimia kubwa pia ya kutetea. Hapo hatujazungumzia rekodi pia bado zinambeba Simba lakini pia ubora wa wachezaji mmoja timu kuna maingizo mapya kwa Coastal, lakini bado hajaanza kulipa kwa mwalimu. Nimekuwa nikiona hata anapofanya mabadiliko bado hayasaidii. Niliona akiopti kuanza na kina Robert Savila, kina Saadi Mwanza, lakini
walau kuna kina Meshak Abraham Mwamita ambao kidogo walikuwepo msimu uliopita, akina Grad Lassa wanaweza wakasaidia, lakini imekuwa nikiona mwalimu akienda tofauti na hapo. Kuna muda anaanzisha bench, Mahabadi yuko mbele, hana huduma yoyote kwa sababu akina Grayson Gwalala ambao walikuwa na push kupiga pasi za mbele hawapo. Sasa kidogo labda anamtumia Najim Musa ambaye pia ukiangalia kiungo cha chini hakina mtu itabidi yeye asipige pasi za mbele, arudi tena ndani. Na pia Saidi Mwanza naye tumemzoea kitokea pembeni, kuna muda pia arudi katikati zaidi. Wanaamua kucheza hivyo kulingana na uhitaji wa timu kile ambacho inakitafuta, kwa sababu ukisema nikae huko pembeni kuna namna unagharimu. Kwa nilikuwa namwambia Elia jana kwamba maeneo ambayo alipata wakati mgumu kwenye mechi ya Coast dhidi ya Yanga ni maeneo ya pembeni, kwa maana wale mafullback wao Rasmus Aidan, lakini pia upande wa kushoto alianza kama Salm Abdallah Chuku alipata shida sana, lakini mwisho wa siku niliona hata kipindi cha pili mwalimu aliopti kufanya mabadiliko. Maeneo nyeti ambayo ni ngumu sana kuona mabadiliko ni maeneo ya eneo la ulinzi na eneo la goalkeeping, lakini ukiona mwalimu ameopti kufanya mabadiliko ujue kuna kitu cha kiufundi zaidi. Kama sio badiliko la kiulazima ujue kuna kiufundi, yani sio badiliko la kusema labda ngoja wapumzike sijui nini, kama ambavyo tunaona kule mbele labda mshambuliaji akishafunga wanamtoa anaingia mara kiungo mwingine. Huku ukiona mabadiliko ujue kuna kitu either akijaenda sawa sahihi au kuna kitu ambacho ananihitaji kukitengeneza mwalimu. Kwa hiyo sasa kama walipata shida mbele ya Yanga, vipi kwa upande wa Simba ambao nimezungumza ubora wao upo zaidi tena hayo maeneo yenyewe ya pembeni. Kwa hiyo itawabidi hata hao wanaoanza kama mawinga wasicheze kama mawinga, wajoin pale kama viungo ili waisaidie timu kwenye kupoka mipira, kama ni kuanzisha shambulizi labda la kushtukiza, kuibia kwa sababu uwezo ukasema upishane moja kwa moja na Simba. Bana, mambo yako hivyo kwa Coastal Union na Simba Sports Club. Kukosekana kwa Tanja Kasadi kwa namna kuanza kuleta shida kidogo kwa upande wa Simba kwenye eneo la goalkeeping. Maeneo ya backline sina shida. Nafikiri Kameta adhabu yake atakuwa shamaliza. Jabara anaelekea kumaliza nafikiri. Bado Mrigo ndo bado, ndio hivyo. Kama Kibabage hajakaa sawa, maana yake Chilambo tutamuona upande wa kushoto leo. Alafu Kameta ameshamaliza adhabu yake, atacheza kama mlinzi wa kulia. Kama itakuwa ni tofauti na hapo, labda mwalimu anaweza akaamua kwenye wale mabeki wakati akina Masinde, kina nani, kina Hussein Mbegu, atajua labda anaanza na nani. Lakini umeuliza kwenye swala la goalkeeping. By the way, Hussein Abele ana game time ya kutosha, lakini sio goalkeeper ambaye anaweza akakupa mashaka hususan kwenye mechi kama hizi, kwa sababu usitarajie mashambulizi mengi kutoka kwa Coastal Union zaidi ya kuzuia. Kwa hiyo hata kama ni mashambulizi yanakuja kwenye lango la Simba, ni yale machache ambayo labda akina Shiza shambulizi la kushtukiza nini, kwa sababu akina Kichuya kidogo ana uzoefu, wanajua namna ya kufanya, wanaweza wakapush kufanya kitu kama hicho tofauti na wachezaji wengine. Kwa hiyo Hussein Abel nafikiri hata jana alizungumza kwamba issue ya clean sheet ni kitu ambacho kwa sasa Simba hawakuanza nacho, mtazami sana hawakuanza nacho. Walizungumza, maana aliulizwa kwa nini unaruhusu hata kama timu inashinda, lakini alichozungumza ni kwamba yupo tayari leo kuanza kuzihesabu clean sheet. Sasa kama anaanza kuzihesabu, maana yake sio yeye tu, eneo la ulinzi litampa backup, lakini pia eneo la kiungo likisaidiwa, japo kwa sasa limepelea kidogo. Kagoma afya yake haijatengamaa, Jabari ana adhabu. Kwa hiyo leo tutegemee pia kuyaona mabadiliko kama tulivyoona kwenye mchezo uliopita. Neo Maema akichezeshwa kama kiungo wa chini. By the way, mkikutana na timu ambayo ina push alafu kumtumia Maema kwenye ile, unaweza ukachukia kiungo, kwa sababu sio mtu ambaye amezoea kukimbia sana, kiungo ambaye atapoka mipira kama ambavyo tunajua kiungo wa ulinzi anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo mimi naona labda mwalimu kuna kitu labda anatengeneza, lakini kuna Kevin Nation, Charles Mfuko anaweza akaopti kati yao kwenda na mmoja, alafu Maema akawa ile double pivot, labda mmoja awe kama namba 8 mwingine namba 6, alafu Chama akawa
mbele yao kidogo, kwa sababu licha ya Simba kucheza vizuri mchezo uliopita lakini bado ilikuwa ina lazima akina Chama pia kurudi nyuma kusaidia kukaba zaidi ili timu iwe na balance. Ndio inashambulia lakini wajilinde hata huku wasije wakapoteza, sababu na makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya, mechi 3 kadi nyekundu 3 na wanapopata kadi nyekundu kuna kitu kinapungua kama umeshaligundua. Wanavyokuwa wanacheza kabla ya kadi na wanapopigwa kadi kuna mabadiliko yanakuwa yanatokea. Kwa hiyo kwa namna hiyo hata ile nguvu ya kupush kupata mabao inapungua, kama ulivyosema, kama kurudi nyuma zaidi itabidi pia mpunguze. Kama mlikuwa mnakuja labda kila dakika baada ya kila mkipata mpira itawalazimu pia wakati mwingine mpige pasi, back pass, poteze muda humo kwenye kumiliki ili muda unasogea, mcheze na golikipa naye kidogo awe mkakamavu. Unajua hizi back pass yani ili uwe na ujasiri na mpira ile composure, yani uwezo wa kukaa nao lazima upate mara kwa mara. Kama upati mara kwa mara unakuwa na shida sahihi. Kwa hiyo wakati mwingine pia niliona hata sio mzuri kwenye footwork Hussein Abed, mara nyingi hata mipira haipigwi ya nyuma, lakini ikipigwa utaona yeye ni sio mtu wahi kuondosha mauzauza hivyo kama ulivyokuja, lakini sina doubt kwa timu ambao wanakutana nayo bana. Sawa, hiyo ni mchezo wa Simba na Coastal Union, lakini pia kwa uchache kidogo michezo ya kesho.